Waandishi wa habari, karibuni. Nashukuru kwamba mmeunga mkono kwenye ziara hii. Karibu. Kwanza tumepokelewa kwa heshima kubwa sana, na hii ni kwa sababu uhusiano wetu sisi na Russia ulianza siku nyingi mwaka 1961 na ni siku mbili tu baada ya Tanzania kupata uhuru bara, Russia ilitambua taifa la Tanzania, na mwaka 64 siku mbili tu baada ya Zanzibar kutangaza serikali mpya na kuondoa mtawala wakati huo, Russia ilitangaza kutambua serikali ya mapinduzi Zanzibar. Lakini tulipofanya muungano, Russia ilikuwa ya kwanza kutambua muungano wetu. Kwa hiyo tulianza siku nyingi, na kipindi chote hicho kama mnavyojua, Russia ilichangia sana kwenye mapambano ya ukombozi wa Afrika kupitia frontline states zile za kusini mwa Afrika, ikiongozwa na kwa kusini mwa Afrika baba yetu Mwalimu Julius Nyerere, lakini kwa magharibi Pan-Africanism ni Patrice Lumumba, ambaye wamethubutu kumpa jina la chuo chao tulichokwenda jana. So katika hilo, baada ya kupata uhuru nchi za Afrika, kazi iliyofanywa kubwa na Russia ni kusomesha Waafrika wapate knowledge, watambue, wapate kuzihudumia nchi zao. Na ukiangalia wasomi wa zamani, wengi wao walisoma upande huu, aidha Russia au Bulgaria au Poland au huko ndio walisoma. Lakini Russia ilitoa mchango mkubwa sana zaidi kwenye chuo ambacho jana tulikwenda, na kwa heshima wakanitunuku ile shahada ya heshima, na tumeona idadi ya Watanzania walioko pale, na tumeona kwamba wapo vizuri, wamethubutu mpaka kucheza ngoma za kwetu kutukaribisha. So Russia ni mshirika wetu mkubwa toka miaka ya 60, lakini kuanzia hapo Mwalimu Nyerere alifanya ziara ndani ya nchi hii mwaka 1969, ndio alifanya ziara yeye Mwalimu Nyerere, na toka hapo hakuna kiongozi mkubwa wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alifanya ziara Russia. Ndio nimefuata mimi sasa hivi miaka mingapi baadaye? 57 baadaye ndio nimefuata mimi. Lengo la kuja Russia ni kuja kuhakikishia kwamba Tanzania bado tunawahitaji, bado tuna mengi ya kufanya sisi na wao kwa maendeleo yao, lakini kwa maendeleo yetu, kuhakikishia kwamba Tanzania tumefungua milango, na unapofungua milango, wa kwanza kumshika mkono mwende pamoja kwenye maendeleo ni ndugu yako. Huyu ni ndugu yetu ambaye alitushika mkono siku nyingi pamoja na wengine. Kwa hiyo tumekuja kuhakikishia kwamba Tanzania tuko pamoja nao, tumefungua milango, tuna maeneo kadhaa ya ushirikiano, waje tufanye kazi pamoja. Ndio lengo kubwa la ziara hii. Sasa nadhani nimesema vya kutosha. Kama mna maswali tunaweza kuendelea. Kwanza nikupongeze kwa kuvunja rekodi ya miaka 57 iliyodumu mpaka kila mtu akawa anashangaa. Lakini ujio wako huu unatuma ujumbe duniani wa kuendeleza sera ya kutofungamana na upande wowote. Baada ya kukutana na Rais Putin, umeonaje nafasi ya Tanzania katika kuendeleza hiyo sera ya kutofungamana na upande wowote, na wenzetu wa pande zote za dunia kutuelewa kwamba tunataka kujenga uchumi wa pamoja? Kama mnavyojua, Tanzania ndiyo tunafuata principle za kuto kufungamana na upande wowote, na kwa sisi kila anayetaka kufanya kazi na sisi tunafanya naye. Lakini pia tuna hili swala la diplomasia ya uchumi, na kwenye diplomasia ya uchumi kila unapoona kuna fursa ya kukuza uchumi wako, hiyo fursa tunaitumia. Sasa tunaposema kuto kufungamana kwa upande wowote, pamoja na kwamba Russia muda mrefu hapakuwa na mambo yanayoendelea kutokana na sababu kadhaa, lakini tumekuwa tukifanya kazi na wengine. Tumefanya kazi China kwa mfano. China ni mshirika wetu mkubwa, sawa tu na Russia, lakini kipindi chote toka 60s China tumeshirikiana naye katika kujenga miundombinu ya usafiri na usafirishaji, miundombinu inayosukuma maendeleo Tanzania.
tumeshirikiana naye kwa kiasi kikubwa. Tumwangalie India. India ni mshirika wetu mkubwa wa biashara, lakini pia tunapata fedha za uwekezaji kutoka India. Tukizungumzia Japani kwa mfano, Japani tumekuwa tukifanya naye toka miaka yote huko nyuma, tumeendelea naye na tumeingia naye kwenye sekta za elimu, kwenye sekta za uendezaji wa miji, sekta mbalimbali tumefanya na Japani. Tumchukue Europe. Europe ni mshirika wetu kwenye biashara. Europe anachukua sana mazao ya Tanzania, tuko naye kwenye biashara na sisi tunaagiza vitu vingi kutoka kwao. Lakini pia Europe ni source yetu ya kupata pesa za uwekezaji, tunafanya na Europe. Twende wapi? Marekani. Marekani pia ni mshirika wetu mkubwa sana. Wote mnajua kwamba nchi inayoongoza kwa kuleta watalii Tanzania ni Marekani. Marekani inaongoza, lakini pia tunafanya nao kwenye miradi tofauti. Kuna kampuni zipatazo 420 na karibu 500 za Kimarekani zipo Tanzania kwenye sekta zote, madini, utalii, kwenye sekta zote wapo, tunafanya nao. Lakini Marekani pia ni tuseme nini, ni mshirika mkubwa kwenye uwekezaji wa Tanzania. Tunazungumzia LNG. Tunapozungumzia LNG ni Europe na Marekani wako ndani. Tukizungumzia graphite kule Lindi na kwengineko ni Marekani. Tukizungumzia Kabanga inayopigwa kelele sasa hivi, tunamaliza mazungumzo, ni Marekani. Tuchukue mradi gani mwingine? Tuna miradi mikubwa ambayo Marekani tunafanya nayo. Ndio maana nikasema ni sosi yetu nzuri ya fedha za uwekezaji Marekani. Tunapokuja Russia na wenyewe kwa kipindi kirefu hapa hapakuwa na activities kwa sababu kadhaa. Kwanza kwamba mabadiliko ya siasa za dunia, lakini pili vikwazo wanavyowekewa Russia, lakini na sisi kwa upande wetu miaka ya 80, 70, mwisho 80 tuliingia kwenye adjustment program, structural adjustment programs ambazo zimesimamiwa na World Bank, na kwa wakati ule hatukuweza kufanya na watu wengine wowote isipokuwa wao. Kwa hiyo mpaka tumemaliza ile phase na tunaendelea nao mpaka leo. Kwa sasa hivi siasa za dunia na chumi za dunia zilivyobadilika, kama Tanzania sisi hatuchagui wa kufanya naye kazi, ila tunakusanya kila mtu anayeweza kufanya kazi na sisi aje tufanye naye kazi na sisi. Kwa tunaposema hatufungamani na upande wowote, mtaangalia wale super power za block zote wapo, tunafanya nao kazi. Wa Ulaya tunafanya nao kazi, wa Marekani tunafanya nao kazi, wa China wapo hapo, Warusi ndo tumekuja hivi, wengine tunafanya Asia tunafanya nao kazi, Japani, India tunafanya nao kazi. Singapore, nikirudi kesho kutwa kuna ziara, rais wa Singapore anakuja Tanzania. Hiyo ndio maana ya kwamba hatufungamani na upande wowote, hatuchagui, tunakusanya. Baada ya kutembelea Russia, ni fursa zipi ambazo umeziona kwa ajili ya vijana wa Kitanzania? Kwa ajili ya vijana wa Kitanzania, kama unavyojua population yetu ni 60% vijana, si? Kwa hiyo mambo yote tunayozungumza hapa kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Tuna fursa kwenye kilimo. Kama mmesikia pale kwamba kwenye kilimo kuna fursa nyingi. Tayari wameingia kwenye kilimo chenyewe. Uzalishaji wa ndizi. Ndizi zina soko kubwa sana. Warusi tumewapa kama hekta 6,000 kule Morogoro, na wanaangalia nyingine ili wapande ndizi. Vijana wetu watapata ajira na kutakuwa na biashara kubwa kwenye eneo. Lakini fursa nyingine ni uwekezaji kwenye viwanda, kwenye kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, lakini viwanda vitakavyozalisha dawa, vitakavyozalisha chanjo kwa ajili ya watu na wanyama, ajira ni kwa watu. Tuchukue fursa nyingine kwa Urusi, Mkuju project hii ya uranium. Ile project itaajiri vijana 20,000 katika fani mbalimbali. Kwa vijana wa Tanzania wako huko ndani. Elimu, vijana wa Tanzania wanasoma hapa, tunapata scholarship 150 kwa mwaka, lakini tumeomba katika mazungumzo yetu na Rais Putin ametukubalia, atatuongeza nafasi nyingine zaidi. Watakao kuja soma hapa ni vijana wa Tanzania.
na kati yao kuna ambao wanasomeshwa na serikali ya Urusi, wengine ambao wako kwenye masomo ya nuclear science wanalipiwa na hawa Mantra au Rosatom, wanawalipia na serikali inajazi, lakini wengine wanakuja kwa Samia Scholarship. Kwa hiyo tutapata nafasi zaidi za vijana wetu kuja kujifunza fani mbalimbali hapa ndani. Upande wa biashara ni vijana wafanya biashara. Tumesema tuna fedha kwa ajili ya biashara za vijana. ATC inaanza safari kuja Russia. Hii ndege itajaa kuja, itajaa kurudi. Itakuja na watalii, itarudi na watalii. Itakuja na wafanyabiashara, itarudi na wafanyabiashara. Ni vijana wa Tanzania watakaofanya hiyo biashara. Hapa mazungumzo yaliyofanyika hapa baina ya business community ya Tanzania na Russia, mambo mengi watakubaliana hapo katikati. Ni vijana wa Tanzania watakaofanya biashara hizo, lakini pia watakaopata ajira katika biashara zitakazoanzishwa. Kwa hiyo faida kwa vijana wa Tanzania ni kubwa sana, lakini kuwajengea tu jina. Kijana wa Tanzania anafanya kazi kwenye project ya Urusi, kijana wa Tanzania afanya kazi project ya Marekani, kwa vijana wa Tanzania watakuwa wenyeji dunia nzima, kwa sababu hatuchagui wa kufanya nao. Kwa vijana wa Tanzania wana fursa kubwa sana. Asante sana mheshimiwa. Swali langu ni namna ambavyo ziara hii ambayo ni ya historia upande wa serikali, kama kuna mikakati ambayo itaweza kupima matokeo chanya ya ziara hii, kwa maana sasa ya kila sekta iwajibike kwa nafasi yake ili tuweze kama nchi kujipima. Kuna mikakati hiyo? Kama ninavyoelewa, tunaanza utekelezaji wa dira 2050 na katika dira tumeibua mambo matatu kule. Tumeibua mikakati ya mipango ya utekelezaji, lakini pia mikakati ya utekelezaji na vipimo tutakavyojipima navyo katika utekelezaji. Kwa hiyo ni vipimo vile vile tulivyoviweka kwenye dira ndivyo tutakavyovitumia katika utekelezaji wa miradi hii, kwa sababu miradi hii yote na yenyewe tunaibua kutokana na vipaumbele tulivyoweka kwenye dira yetu. Kwa hiyo tutakuwa na mfumo mzuri tu wa kujipima, tumefikia wapi, tunakwenda wapi, wapi tuko nyuma. Kwa hiyo jinsi ya kujipima tayari inaelezwa kwenye dira yetu ya miaka 25 inayokuja. Asante. Ningependa kufahamu kuhusu nyuklia. Umezungumzia sana maendeleo ya teknolojia na nyuklia. Katika uzalishaji wa umeme, wenzetu wa Kumbeni wanazalisha zaidi ya gigawati 200. Na sisi tuko gigawati 400. Namna gani tutatumia nyuklia katika kuzalisha, hususan hasa tukiwa tuna SGR na pia tunatumia? Asante. Nadhani katika business forum inayokuja tutasikia tunasema habari ya uzalishaji wa umeme kutumia nyuklia, lakini mipango yetu ni kwamba ifikapo 2030 tuwe na megawatts 8,000 kwa kutumia vyanzo mbalimbali, renewable energies, maji, jua, upepo, lakini sasa tunajielekeza kwenye nyuklia ambayo hii nayo lengo letu tukifika mwisho wa utekelezaji wa dira tuwe na megawatts 70,000. Sasa kuna teknoloji mpya ndani ya dunia, kwa sisi ni mpya, duniani imeshafanyika sana, ya kutumia nuclear energy. Kwa sisi wa Tanzania miaka 10-15 iliyopita, ukisikia kuzalisha umeme kwa kutumia nuclear energy, kila mtu alikuwa anaruka na tunakataa. Nuclear energy hapa na hapa na hapa, hatujui kwamba lile jambo lina faida. Na kwa bahati nzuri Mungu katupa ile resource inayotoa nuclear energy. Tanzania ina deposit kubwa ya uranium, nadhani ni ya pili ya tatu ndani ya Afrika. Na hiyo uranium ndio inayotoa nuclear energy ambayo itazalisha mambo mengine, lakini na umeme. Sasa tumeingia mkataba na wenzetu wa Urusi, kampuni ya Rosatom, kwa kampuni yao iliyoko Tanzania inaitwa Mantra Tanzania. Ndio wanafanya utekelezaji wa hiyo. Wamefanya majaribio ya awali ya kuchimba uranium yenyewe, waone quality na waone the way wanavyoweza kupata kwa wingi. Wamepata, na kama mnavyoelewa nilikwenda kufanya uzinduzi
na nikaona hiyo uranium ni kitu gani, lakini wanasema kwamba teknoloji walioitumia kwenye majaribio imeleta faida, lakini haikufikia ufanisi. Wamepungukiwa kwa 25%. Kwa walichofanya ndani ya kipindi chote hichi ambacho wako kimya, wameongeza technology. Sasa wende wakakave ile gap ya 25%, wasiwe na upungufu, wachimbe au wakate matokeo makubwa zaidi. Sasa katika hapo watakapokuwa wanazalisha hiyo uranium, kuna uranium ambayo wataichukua, add value. Wanachimba mchanga, uranium ni changa tu, madini yako kwenye hilo mchanga. Wanalipepeta mpaka wanapata madini yenyewe. Yale madini mengine watasafirisha kwa matumizi yao, mengine watazalishia umeme pale. Na tumeanza mazungumzo, tunakwenda nao. Uzalishaji wa umeme wa nyuklia kuna masharti mengi ya ile taasisi ya ulimwengu ya atomic energy, nuclear atomic energy. Kwa hiyo inabidi mazungumzo yetu yafuate masharti yote mpaka tutakapokubaliana, ndipo sasa tutazungumzia kuingia kwenye mikataba ya uzalishaji. Na kwa wao wanasema ikifika mwaka 2029 kinu cha mwanzo cha uzalishaji umeme wa nyuklia itakuwa tayari. Kwa hiyo tunakwenda huko, lakini tuna kazi kubwa ya kuwafundisha Watanzania, kuwaeleza kwamba umeme huu hauna hatari. Umeme huu ni umeme kama mwingine, na unakwenda kutuongezea kwa kiasi kikubwa umeme wetu Tanzania, na kufanya Tanzania tunaposema ni epicenter ya biashara, basi iwe kweli epicenter ya biashara. Tutauza umeme, tutavutia uwekezaji, tutafanya mambo mengi kwa kuwa na umeme mwingi kiasi. Leo unahitimisha ziara yako ya kihistoria hapa Urusi. Naomba kufahamu unaondoka hapa ukiwa na kumbukumbu ipi kuelekea nyumbani? Kumbukumbu ya kwanza, heshima tuliopewa kama Tanzania. Nadhani wote mmeona mapokezi tuliopewa, lakini kubwa ni ile kwamba niseme ni kama tumekupatia. Njoni ndugu zetu, muda mrefu hatujaona, mlikuwa wapi? Mlipotelea wapi? Hebu njoni ndugu zetu. Hilo pia ni kumbukumbu. Lakini jengine ni utayari wa Warusi kufanya kazi na sisi. Kama tulivyosema, tumekuja kwa mazungumzo, lakini tayari mambo mengine yameanza kutekelezwa. Kuna miradi ambayo imeshaanza kutekelezwa. Kwa hiyo utayari wa Warusi. Lakini tumekuja na maombi makubwa ambayo yote yamepokelewa. Tumekuja na kuomba kuongezwa scholarship. Kadiwa imepata. Tumekuja na ushirikiano kwenye maeneo kadhaa, na kwa bahati sisi tulikuja na maeneo kama 7-8, na tukawakuta wenzetu wameshaisoma dira yetu na wameibua maeneo 9. Wanasema sisi tumeisoma dira yenu, tumeibua maeneo 9. Sisi tumekuja na 8. Kwa unaona kwamba lugha zetu zinafanana. Kwa hiyo ile kukubaliana na kwamba sasa tuko tayari kuanza kazi na nyinyi ni ufanisi mkubwa sana. Hii ziara imefanikiwa mikubwa sana. Teknolojia nyuklia ina sehemu kubwa pamoja na umeme. Kwa sasa hivi sisi hasa tunahitaji kitu gani hasa katika teknolojia nyuklia? Tunahitaji watupe kitu gani hasa ambacho kitaweza kutusaidia kwenye teknolojia? La kwanza ni elimu kuhusu kutambua teknolojia ya nyuklia. Lakini tunapoingia kwenye teknolojia ya nyuklia, tunahitaji nuclear engineers, engineer watakaofanya kazi kwenye haya majambo haya. Tunawahitaji, na fortunately au kwa bahati nzuri pale ndani ya Urusi hii Mantra wanasomesha, na jana pale kulikuwa kuna kasichana kamoja kanafanya PhD kuhusu nuclear engineering. Amekuwa sponsored na Mantra, yuko pale yeye na wenzake. Kwa la kwanza elimu, kwanza kwa wananchi kujua vizuri, lakini la pili wataalamu wetu wa ndani kuifahamu vizuri.
ili watakapofanya mambo yao wasije wakatuchenga na wakatudanganya. Kwa la pili hilo. La tatu ni products zinazotokana na hiyo nuclear, na product kubwa hapa ni umeme. Sasa kama kutakuwa kuna by products nyingine, tuta negotiate nini tunaweza kukubali na kuchukua kutoka kwao. Lakini kubwa, Tanzania tuna ile agency ya Atomic Energy ambayo kwa muda mrefu inafanya kazi, lakini haiko active kama inavyofanya kazi sasa hivi. Kwa hiyo ushirikiano wa wizara huku na kushirikiana na mambo ya nuclear na ile agency yetu au wakala wetu wa Atomic Energy kule Arusha, sasa hivi ule wakala utakuwa na kazi kubwa kufanya, na watasimamia vyema teknolojia ya nuclear pale. Kuna wataalamu well trained, lakini hawako na kazi kufanya. Naambiwa pale Nelson Mandela Arusha, wenzetu wa magharibi walitengeneza nuclear energy pale, somehow tukakosana, wakalifinika, liko pale limefinika. Sasa labda kwa sababu tuna uzoefu na sasa tunataka kuitumia, hawa wenzetu watakwenda kujitizama lilifinikwa lifikia hatua gani. Je, tunaweza tukalifufua wakalitumia tukatengeneza kitu cha maana. Lakini nuclear energy tunatumia hospitalini, kwenye mionzi, kwa wagonjwa wa kansa na magonjwa mbalimbali tunatumia hospitali. Kwa hiyo kuna matumizi mengi ambayo tunaweza kutumia kwa nuclear energy, lakini cha muhimu umeme. Mheshimiwa Rais, kwa kipindi kirefu mataifa ya magharibi yamekuwa yakishirikiana sana na Tanzania na kufadhili bajeti kwa kiasi kikubwa, na ujio wako hapa nchini Urusi na jinsi ambavyo umepokelewa, baadhi ya vyombo vya habari vya nje vinaripoti kama ni Tanzania kuanza mwanzo mpya wa kuchungulia kutaka kuhamia kwenye kushirikiana zaidi na mashariki kuliko magharibi, kutokana na masharti hapa na pale ambayo yamekuwa yakitoka magharibi. Inaonekana kama ni mwanzo mpya wa kutaka kuhamishia nguvu mashariki. Kauli yako ni nini kuhusu hili? Tunafanya kazi na kila mtu na mifano nimeitoa hapa. Sasa ni juu yenu waandishi wa habari kuweka ile mifano na kuchimba zaidi zile nchi nilizozitaja zina miradi gani Tanzania, zinafanya nini Tanzania. Zungumzeni na kituo cha uwekezaji Tanzania, wakupeni kwa kila nchi. Australia kwa mfano wana miradi mingi ya madini ndani ya Tanzania. Uingereza ukiangalia miradi yao ya madini hata peji 3 ziko pale. Ufaransa tunafanya nao mengi, lakini Ufaransa kwa sasa hivi tumeingia nao makubaliano kwenye Matei Plan, watakuja kutusupport Tanzania kwenye mambo kadhaa. Kwa hiyo si kuhamisha nguvu zetu kwenda huko, lakini ni kuongeza wigo wa washirika. Hii ni sawa na kwamba nimeachana na huyu au tumetengana, nimekwenda kuzurura huko, lakini ngaona narudi kwa mkuu mwenzangu. Kwa hiyo tumerudi kwa mkuu mwenzetu, lakini sikuhamishia nguvu. Tumeongeza tu ushirikiano. Kama nilivyosema, tunakusanya, hatuchagui kwa merits zao, hapana. Sisi kila penye opportunity ya kukuza uchumi wetu, vijana wetu wapate ajira, sisi tunaitumia. Na ndio maana tuko na wote hao, tuko mpaka na wadogo wadogo, akina Belarus hao, wakina nani, wote tuko nao, na kila mmoja mwenye vijimradi vidogo vidogo. Mwingine ana mradi wa kufuga kuku tu pale Tanzania, lakini tuko naye na ni rafiki. Vijana sio wanapata kazi, uchumi si unakwenda. Rais, katika ziara hii mikutano mingi imefanyika na fursa nyingi wa Tanzania watakwenda kunufaika nazo katika sekta mbalimbali, lakini hapa ile maeneo ambayo na moja kwa moja wa Tanzania wataanza kuona matokeo yao, ni maeneo gani ambayo unaona Mheshimiwa Rais katika yale yote mengi watakwenda kunufaika haya moja kwa moja wa Tanzania wataanza kuona utekelezaji wake utaanza? Ni elimu hasa elimu ya juu, na elimu ya juu kwenye fani mbalimbali, kwenye fani za afya, nuclear energy, nimesema, kilimo na maeneo mengine. Lakini la pili, tutakapoanza uzalishaji wa bidhaa za afya, dawa, chanjo, Watanzania wataona, kwa sababu inakwenda kutupunguzia mzigo mkubwa wa kuagiza kwa kutumia fedha za kigeni, na tutazalisha ndani.
Lakini la muhimu zaidi kabla ya afya, mbolea, sekta ya kilimo, uzalishaji wa mbolea, uzalishaji wa mazao. Soko la maparachichi nimesikia pale wako tayari kuchukua kila kitu kinachozalishwa Tanzania, na kwenye masupermarket yao kuna stendi maalum ya bidhaa za Tanzania, kuanzia kahawa, chai, avocado, mambo gani sio, wako tayari. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tuongeze tu jitihada kwenye uzalishaji, na kama mnavyoona serikali tunajitahidi kuwashika mkono wa wakulima, tuongeze uzalishaji, na hawa watu wako tayari kuchukua kila kitu. Waziri Komba ananiambia jana alikwenda kwenye hizo supermarket, amekuta korosho ya Tanzania imegaiwa mafungu matatu, imeandikwa korosho ya wapi kule Tunduru, korosho sijui ya wapi, zimegaiwa kwa sifa mafungu matatu. Kwa hiyo na wako tayari kuja Tanzania. Tuna industrial park ya kubambua korosho, washirikiane na sisi, waweke mashine zao, waajiri vijana wetu, to add value, waongeze thamani kwenye korosho, watoke pale na packages zao, hii korosho ya Tanzania lakini ya kampuni fulani ya Urusi. Kwa hiyo hizo ndio Watanzania watarajia, wataona haraka. Mheshimiwa Rais, Kiswahili umekuwa ukikipa uzito wa hali ya juu na kusukuma duniani, na katika chuo kile walichokupa shahada ya heshima jana, wameeleza namna gani wamekuwa wakitoa nafasi kwa wale wanaofanya vizuri kusomea Kiswahili. Ni kwa kiasi gani sasa Kiswahili chetu kitapata nafasi katika nchi hii ya Urusi au ukanda huu wa Mashariki? Asante. Jawabu nayo sana. Ukweli kwamba kile chuo kinafundisha Kiswahili, basi Kiswahili kimepata nafasi. Na jana nilikutana na mama mmoja, mwalimu wa Kiswahili, ni Mrusi, anaitwa Natalie, ambaye ndio anaandika vitabu vyote vinavyofundisha Kiswahili kwenye vyuo vya Kirusi, na alinipa kitabu kimoja jana mfano. Kwa hiyo lakini hata yule rais wa kile chuo cha Rudin University alikuwa ananiongelesha Kiswahili. Kwa Kiswahili kimeenea. Hata nilipokuwa nikitoka, waandishi wa habari na vikamera vyao, shikamoo mama, mama Samia shikamoo. Unajua kwamba Kiswahili kinaenea. Kwa Kiswahili kimepata nafasi. Pamoja na kwamba UNESCO ambayo iko Ufaransa ndio imekuza Kiswahili kukifanya lugha ya kimataifa, lakini sasa mataifa yanakichukua na kusomesha. Lakini kama tulivyosema kwenye vikao vingine kwamba tunaingia kwenye hatua nyingine na wenzetu wa Russia. Utalii wa Urusi ni mkubwa, na wamesema kwamba tutakapoleta ndege ikianza Air Tanzania, Azur Air ikianza kuja Tanzania, wanahofu kwamba hoteli zetu hazitatosha. Kwa hiyo tumewapa na wameomba nafasi tuwape maeneo, wajenge mahoteli maeneo yapo. Serengeti kuna maeneo, Morogoro tunaweza tukapata maeneo wakajenga, Zanzibar tunaweza tukapata maeneo wakajenga, na maeneo mengine maeneo yapo. Sasa na sisi tumewahakikishia kwamba na sisi tutafundisha Kirusi ndani ya vyuo vyetu, na chuo kinachofundisha lugha ni UDOM. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea na waziri wa elimu kwamba sasa UDOM ijitayarishe kufundisha Kirusi ndani ya chuo chake. Tukifundisha, uwekezaji wote huu Urusi waliojipanga kufanya Tanzania watapata watendakazi ambao lugha zinaelewana. Lakini jingine, vijana wa Kitanzania wakisoma na kitoka nje, kuna mfuko wao wa vijana unaowezesha kufanya biashara. Air Tanzania ipo. Ni rahisi Mtanzania kupanda ya Tanzania kuja hapa, akabishana na Mrusi, wewe akachukua vitu vyake akarudi, akaja akatuuzia. Kwa hiyo faida kubwa.